Mzee Saidi ni makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar. Nina machache tu ya kuweka sawa. Natumai kwamba ndani ya siku mbili zilizopita mmemsikia aliyokuwa mtangulizi wangu Said Issa Mohamed akitoa madai ya uongo dhidi ya chama na dhidi ya sisi wa Zanzibar. Nataka kuthibitisha hapa kwamba kesi aliyofungua Said Issa Mohamed ni kesi yake yeye mwenyewe binafsi. Hakuna kiongozi wala hakuna kikao chochote kilichokaa Zanzibar kupitisha yeye kumwidhinisha yeye afungue hiyo kesi. Ni usaliti wake yeye pamoja na watu waliomtuma. Lakini jambo jingine nataka kuliweka sawa kwamba alizungumzia habari ya ruzuku akisema kwamba Zanzibar inapokea ruzuku milioni 2. Si kweli. Zanzibar inapokea ruzuku milioni 11.2 kwa kila mwezi kwa ajili ya malipo ya ofisi, posho za watendaji, uendeshaji wa chama. Kwa hivyo sio kweli. Na si kweli kwamba chama hichi kimekataa kununua jengo Zanzibar. Kamati kuu ilipitisha ununuzi wa jengo na jengo lilipatikana eneo moja linaitwa Mpendai Mwembe Madafu na thamani yake ilikuwa milioni 250. Katika cha kushangaza yeye makamu mwenyekiti mwenyewe pamoja na alikuwa naibu katibu mkuu ndio waliozuia ununuzi wa hilo jengo, ambapo hatuelewi sisi ni nini kilijiri. Kwa hivyo huo ni uongo. Anafanya haya makusudi kuwatoa watu katika njia sahihi, anajaribu kutisha watu na kama mlivyosikia kwamba ametishia kwamba yeye ana maneno ya kwenda kwa msajili kuzungumza chama kitafutwa. Nataka niwahakikishie wanachadema wote kwamba hilo jambo haliwezekani. Hana lolote. Chadema haijawahi kukaa kwenye kikao chochote kikapanga njama ovu dhidi ya nchi hii, dhidi ya viongozi wake. Kwa hivyo niwatoe hofu wanachadema wote kwamba hilo jambo haliwezekani. Mimi nipo ndani ya kamati kuu kwa miaka 28 mfululizo. Sijawahi kuona hata siku moja jambo lolote ambalo limeamuliwa na kamati maalum ya Zanzibar likaletwa bara likapingwa. Hilo jambo halijawahi kutokezea. Halijawahi kutokezea. Mambo yote ambayo yamepitishwa na kamati maalum Zanzibar yanapoletwa katika kamati kuu yanaidhinishwa. Lakini ni udhaifu wake mwenyewe wa usimamizi wa chama Zanzibar ndio ulisababisha mambo haya ambayo yanaendelea. Chama Zanzibar kilikuwa kimetumiwa gari, baada ya gari mpya ambazo mnaziona ziliandikwa form C of M4C. Gari Zanzibar lililetwa laki, lakini naibu katibu mkuu aliyokuwa na yeye akishirikiana pamoja alilizuia, na lipo Dar es Salaam mpaka leo gari la Zanzibar tumekabidhiwa baada ya wao kufungua kesi. Kwa hivyo nitaka niwahakikishie tu ndugu zangu waandishi wa Tanzania na wanachadema kwamba tumpuuze msaliti huyu, na tayari tumeshaelekeza hatua za kinidhamu kama anavyosema yeye ni mwanachama wetu. Tunaanza utaratibu sasa kumchukulia hatua za kinidhamu na hatukusudii kumjibu tena baada ya leo, kwa sababu tunaamini haya anayoyafanya baada ya kuona mwelekeo wa kesi yake inaenda kufa. Sasa ameamua kujaribu kuipandisha kesi yake kwa kufanya malumbano na sisi. Sasa hatutomjibu tena kuanzia leo, na tumefunga huo mjadala wa kujibu yeye. Tutaendelea na kesi mahakamani, na yeye tunamwambia yeye amekuja kushtaki hapa, asubiri maamuzi ya mahakama alafu aendelee kusema. Nawashukuruni sana, asanteni. Ndio alisema kuna deni la kodi ya milioni 12. Deni la kodi la milioni 12 kwanza alisema ni la miaka iliyopita ambapo yeye alikuwa ni makamu. Hiyo ni taarifa kwa kweli mimi msikia yeye. Mimi ninavyojua chama hakidaiwi kodi ya zamani. Kuna jengo kweli jipya, mkataba wetu unamaliza kila Januari na tunaingia kwenye mkataba na tunatarajia hiyo kukilia hilo deni jipya, sio lile la zamani. Kwa hivyo sina taarifa hiyo deni la zamani.